Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, bana, breaking news, na hii ni breaking news, na hii ni taarifa ambayo imenifikia na nikaona haraka sana nije nikujuze hapa kwa hiki ambacho kinatokea na hiki ambacho kimetokea kwa sasa. Ni taarifa ambazo za kushtua, taarifa ambazo pengine watu wengi walitegemea zitokee, nami pia ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa nasubiria kuona kitu kama hiki kutokea, kwa sababu kulikuwa tayari kuna viashiria vya namna moja ama nyingine kuona pengine hili jambo litatokea. Nami niko tayari hapa kwa ajili ya kukujuza jambo hilo ni lipi. Na cha kwanza ni wewe kusubscribe channel hii ya Mfalme wa Soka, alafu gusa alama ya kengele, niambie uko wapi ili uweze kupata taarifa hii kwa makini kabisa. Bana, hii taarifa kuhusiana na FIFA. Bana, FIFA ametufikia sasa, na ni taarifa ambayo sio nzuri sana kwa soka letu la Tanzania. Sio taarifa njema sana kwa soka letu la Tanzania. Taarifa hii inasema kwamba shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linatarajia kufanya uchunguzi wa mpira wa Tanzania katika kipindi cha miezi miwili nyuma hadi sasa, kutokana na migogoro ya kimaamuzi iliyotokea hivi karibuni. Sasa hili taarifa ambazo tumepenyezewa hapa Mfalme wa Soka kupitia Friji Bovu kwamba FIFA tayari wanapanga kuja kufanya uchunguzi kwa miezi miwili nyuma katika soka la Tanzania kutokana na maamuzi ambayo yamefanywa kutokana na migogoro iliyotokea. Sasa kwa mujibu wa ripoti inasema kamati ya nidhamu ya FIFA ilituma barua kwenda TFF mnamo Juni 13, 2025 ikiwa taarifu kuwa inafuatilia mienendo ya soka la Tanzania, ikiwa ni pamoja na viashiria vya siasa kuingilia masuala ya soka. Iko ndio kitu ambacho FIFA wanasema kwamba kwa mujibu wa ripoti ya nidhamu ya FIFA ambayo imetuma barua kwenda TFF ilikuwa ni Juni 13 mwaka 2025. Tayari ilikuwa tayari washatuma hiyo barua Juni 13 kuelekea tarehe 15 ambako ndio ilikuwa dabi ya Kariakoo. Imewataarifu kuwa inafuatilia mienendo ya soka la Tanzania, ikiwa ni pamoja na viashiria vya siasa kuingilia masuala ya soka, kwa maana kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Sasa FIFA imeitaka TFF kutoa ushirikiano katika uchunguzi huo, hatua inayokuja kufuatia sintofahamu hali iliyotokea kwenye soka la Tanzania kwa kipindi cha miezi mitatu tangu kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo mnamo Machi 8. Sasa kwa nini FIFA wanatuma wawakilishi kuja kufanya uchunguzi wa miezi mitatu katika soka la Tanzania na kufanya uchunguzi ndani ya shirikisho la kandanda Tanzania TFF kwa muda wa miezi miwili kutokana na sintofahamu iliyotokea dabi ya Kariakoo Machi 8? Kama unakumbuka, mara baada ya dabi ile kuahirishwa, tayari FIFA walikuwa na mchakato wa kuweza kuhakikisha wanafuatilia hili swala na moja kwa moja kufahamu hatima yake itakuwa ni nini, kwa maana FIFA walikuwa tayari na wako kwenye kufuatilia kwamba hili sakata la dabi ya tarehe 8 Machi 8 kushindwa kufanyika, je, litaamuliwa kwa namna gani? Lakini hatimaye taarifa zimekuja hapa tunazo kwamba FIFA tayari wamepanga kutuma watu wake kuja kufanya uchunguzi kunako shirikisho la kandanda Tanzania TFF kwa muda wa miezi miwili tangu kutokea sekeseke la dabi na namna ambavyo dabi imeamuliwa. Kwa hiyo mpaka kufikia sasa TFF wao wameambiwa wanaomba ushirikiano, lakini pia FIFA watakuwepo pia kwenye kusimamia na kufanya observation, kwa maana kuhakikisha ule uchaguzi wa mwezi Agosti ambao unafanyika unakuwa ni uchaguzi wa haki kabisa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanakuja kujadiliwa na kuchakatwa. Sasa inawezekana kabisa hii kutoka kwa mzee Friji Bovu, kama ambavyo nilisema hapo awali kwamba hili jambo huenda likaleta shida hapo baadaye. Watu wengi wanataka kuelewa, lakini inawezekana kabisa FIFA walikuwa wanatupia macho. Kumbuka Simba ni moja ya klabu kubwa kabisa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, lakini pia Afrika. Simba amefanya vizuri. Kumbuka kwenye michuano ya Africa Football League AFL, Simba ilikutanisha viongozi wengi sana, delegation ya FIFA, delegation ya CAF, lakini pia na viongozi wakubwa sana wa soka kina mzee Arsene Wenger. Kwa hiyo Simba bwana wanajulikana kwa ukubwa sana kimataifa, na pengine kutokana na sekeseke na mambo ambayo yanaendelea watu wameendelea kufuatilia. Lakini kumbuka pia Simba wameongeza engagement, kwa maana wana engagement kubwa kabisa na dunia, mpira wa dunia, kwa maana tayari
watu wanafuatilia nyendo zake, kila ambacho kinafanyika, lakini pia wana waandishi wengi pia ambao wengi wako nje wanafuatilia na wanauza taarifa zaidi kwa kile ambacho kinaendelea. Lakini hivi karibuni pia tuliona moja ya waandishi mashuhuri kabisa Afrika anayeaminika sana, credible sources kwa sasa, Mick Junior, alikuwa anaposti taarifa kwamba kuna watu wengi kutoka hapa Tanzania, mashabiki wengi wa soka wanamtumia taarifa nyingi kwamba waishtaki FIFA mpira wetu, kwa maana mpira wetu sasa unaingiliwa na masuala ya kisiasa, na ukaona namna ambavyo Mick alikuwa akitumia hizo taarifa. Kwa hiyo inawezekana waandishi pia wamepiga kelele kuhusiana na swala hili, lakini pia FIFA nao wakiwa wanatazama mitandao yetu ya kijamii kwa sasa, kwa sababu dunia iko kiganjani na utandawazi umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo kila kinachofanyika hasa kinachohusu mpira basi wamekuwa Bennett sana kufuatilia. Kwa hiyo taarifa inasema kwamba sasa FIFA ametuma wakilishi wake kuja kufanya uchunguzi kwa kile ambacho kimetokea kunako dabi ya Kariakoo na namna ambavyo mpira wenyewe umeamuliwa kutokana na masuala ya kisiasa kuingilia masuala ya mpira na vitu kama hivyo. Sasa kuna mataifa mengi sana ambayo yameathirika na masuala hayo ya mpira kuingiliwa na masuala ya kisiasa. Tumeona namna ambavyo athari imekuwa kubwa, timu nyingi mataifa mengi yameshindwa kustabilize, kurudi kwenye hali yao ile ya uimara katika kuendesha ligi zao, na ligi zao zimepotea mdogo mdogo mpaka leo hatuzisikii tena. Kwa hiyo hata wao FIFA wameona hili ambalo limetokea pia walifuatilia kwa karibu, lakini pia wakiwa wameomba pia TFF waweze kuwapa ushirikiano wa hali ya juu wakati wakiwa wao wanaendelea kufanya uchunguzi namna ambavyo maamuzi yalioamuliwa mara baada ya Machi 8, kipi kilipelekea kwanza mchezo usichezwe. Hapo lazima ripoti zitakuwa zinatakiwa, kipi kilipelekea mchezo usichezwe Machi 8 na kwa nini Simba walizuiliwa kufanya mazoezi, chanzo kilikuwa nini. Lakini hapo ndipo ambapo watahoji kwamba mara baada ya Juni 15 kupangwa, kitu gani kilipelekea mchezo huo kutokuchezwa, na imekuwaje pia mchezo huo kapangwa tarehe 25, kipi kilitokea. Kwa hiyo kuna maswali mengi ambayo TFF, kwa maana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, watakuja kuhojiwa na wao watapaswa kuwa na majibu ili wanapokuwa na jibu wajibu kwa ufasaha. Na of course mambo mengi yanafahamika, kile kilichopostiwa mitandaoni kimeonekana kwamba mpira watu upande wa bodi ya ligi walishindwa kuamua mpira wenyewe, na mwisho wa siku akajiuzulu mara baada ya kusigira kanuni ambazo wanazo akashindwa kuzisimamia. Kanuni inamtaka Simba na Yanga kucheza, lakini hawakucheza tarehe 8. Kwa nini hawakucheza? Kanuni inaonekana wameisigina, lakini baada hapo ikapangwa tarehe 15, bado matisho yakawa mengi, bodi ya ligi akashindwa kuamua. Lakini mara baada ya kushindwa kuamua kutokana na pressure waliopewa na Yanga Afrika, hatimaye mpira unaenda kuamuliwa. Tumeona viongozi wa vilabu kwa maana Simba na Yanga wakiwa wamealikwa na rais wa nchi, kwa maana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu pale Chamwino Dodoma, na ilipostiwa pia kwenye mitandao ya kijamii ya Ikulu mawasiliano. Kwa hiyo tuliona wazi kwamba yale yaliyofanyika moja kwa moja ni dhahiri shahiri kwamba ni makubaliano mara baada ya mama kuona mpira unaharibika na mambo kama hayo. Lakini FIFA kikanuni hawaruhusu serikali kuingilia masuala ya kimichezo, na hii athari zake kubwa ni kwamba kama serikali itaweza kuingilia masuala ya michezo, inaweza ikatumia mpira wa miguu katika masuala yake ya kisiasa, hasa katika masuala yake ya kampeni na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia viruhusiwi. Kwa hiyo serikali inaweza ikatumia pia mpira wa miguu kama utatuzi wa baadhi ya migogoro na masuala mengine. Kwa hiyo FIFA huwa hawaruhusu kabisa, sheria hiyo hairuhusu. Kwa hiyo unaona uchunguzi utaenda kufanyika. Tunamwomba Mungu kwamba tusiwe kwenye hatia kwa maana kufungiwa, kwa sababu tumefika mbali sana, tumepiga hatua kubwa sana kwenye mpira wetu, na kuona kwamba sasa FIFA watataka labda pengine kufanya maamuzi magumu, ina maana inaweza kuletea athari kubwa sana. Sasa kuna watu ambao hawaelewi mpira, yani mara baada ya jambo kutokea, kuna watu wamekuwa wakijisifia sana kwamba wao wameutetea mpira, wameokoa mpira wa Tanzania na mambo kama hayo, wao wamepigania mpira na vitu kama hivyo. Lakini waambie tu, kama waliweza kupigania mpira, wao bodi ya ligi walijiuzulu mara baada ya taarifa ile iliyotokea kwamba sasa mechi itapigwa Juni 25, mara baada ya viongozi wa mpira kwa upande wa Simba na Yanga kukutana na Mheshimiwa Rais, wao ndio walijiuzulu. Kwa hiyo utaona hakuna mtu aliyopigania mpira zaidi. Tulizungumza kanuni zifuatwe, hadi sisi tulikuwa tumesimamia upande wa kanuni. Kanuni ifuatwe, mwenye haki anapaswa kupewa haki yake. Dabi haipaswi kuahirishwa mara mbili duniani. Mwahi kusikia wapi
dabi inaahirishwa mara ya kwanza, dabi inaahirishwa mara ya pili, alafu dabi inapangiwa tarehe nyingine. Of course ni vitu ambavyo FIFA nao pia walikuwa wanachunguza kwa karibu. My friend, niambie tu kitu kimoja, kwa sasa kila kitu ambacho kinaendelea kinatazamwa. Kumbuka mpira uko kiganjani, dunia iko kiganjani kwa sasa. Mambo mengi yanayoendelea yanafuatiliwa kwa ukaribu. Kwa hiyo FIFA muda sio mrefu wanatuma wawakilishi wake, na moja kwa moja katika ripoti iliyotumwa Juni 13 inapaswa kufanywa kazi na TFF wameomba ushirikiano kuweza kuchakata kile ambacho kiliendelea, mtafaruku wa dabi ya Kariakoo Simba na Yanga pamoja na bodi ya ligi, na kipi kilipelekea mpira huo ukaamuliwa ukashindwa kuamuliwa na mamlaka za mpira kama ambavyo kanuni na taratibu zinahitaji. Kwa hiyo tumi naamini ya kwamba hili jambo linaweza likawa fundisho, kwa sababu tumezungumza sana kwamba kuona mpira wetu unasimamiwa na mamlaka zenyewe. Tulimsikiliza waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi alizungumza akiwa bungeni kwamba masuala ya mpira hayapaswi kuingiliwa na serikali, bali serikali wanapaswa kushauri masuala ya mpira. Migogoro ya mpira serikali huwa haifanyi maamuzi. Kwa kazi ambayo kama serikali inafanya, kama ambavyo nisikia nikimnukuu Mheshimiwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi alisema wazi wao ni kweli waliwaita Young Africans na Simba pamoja na bodi ya ligi na TFF, lakini serikali kazi yake ni kushauri lakini sio kufanya maamuzi. Nikizungumza wazi kabisa kwamba mamlaka zinapaswa kusimamia mpira na kufanya uamuzi ni mamlaka za mpira, kwa maana TFF pamoja na bodi ya ligi. Kwa hiyo wao kama serikali hawapaswi kutoa maamuzi, na hicho ndicho alichokizungumza Mheshimiwa Palamagamba Kabudi kama unakumbuka zaidi. Kwa hiyo hiki ambacho FIFA anakifanya kwa sasa ni mara baada ya kuona mgogoro umeshindwa kutatuliwa na mamlaka, kwa maana TFF pamoja na bodi ya ligi. Bahati mbaya zaidi kwamba bodi ya ligi viongozi wake wakajiuzulu, huku pia wakiwa hawajatoa maamuzi stahiki, lakini pia TFF kama baba wa mpira akishindwa kuamua mpira, yeye pia akikaa kimya, mambo mengi yakitokea. Kwa hiyo TFF pia anatiwa hatiani na FIFA, kwa maana wao kushindwa kuamua mpira pale ambapo mpira wanapaswa wao kusimamia, pale ambapo wao wanapaswa kurudisha mpira kwenye njia, pale ambako maelewano hayapo, kulikuwa na maelewano duni, maelewano hafifu, wao wamekuwa dhahiri kwamba wako tayari kurekebisha mpira. Sasa wameshindwa wao kurekebisha mpira, wameshindwa wao kunyoosha njia, wameshindwa wao kusimamia kanuni, wameshindwa kurejesha bodi ya ligi katika hali ya umoja, na Yanga pamoja na Simba Sports Club na dabi kuchezwa. Sasa kama TFF wameshindwa kufanya hivyo, paka mpira unafika kwenye ngazi za juu, kwa maana serikali, it means kwamba ni kwamba wao kama TFF walishindwa na wakalea hivi vitu vikatokea vikafika vilipofika. Sasa wanafahamu kabisa kwamba chochote ambacho kina husiana na kiongozi wa kisiasa au kiongozi wa nchi kuingilia masuala ya kimpira huwa inaweza ikaleta shida, kwa maana negative impact, kwa maana kuna impact positive na negative. Positive yake ni kwamba kunusuru mpira wa nchi kama nchi, lakini pia negative yake sasa ni kanuni na misingi inayoongoza mpira, kwa maana kupitia shirikisho la mpira duniani FIFA hairuhusu kabisa serikali kuingilia masuala. So wanajaribu kuweza kunyoosha pale ambako pamepinda, wanajaribu kutaka kunyoosha pale ambako pamelegalega, wanajaribu kutaka kunyoosha pale ambako palikuwa tayari pana njia nzuri na moshi mweusi ukatana. Sasa ili moshi mweupe urudi, ni FIFA wao kuingilia kati na kulifanyia kazi kwa nguvu kweli kweli ili swala, na mwisho wa siku kuweza kutatua changamoto na kero zinazohusiana na masuala ya mpira kutatuliwa na mamlaka za mpira. Ndio maana imewekwa shirikisho la mpira Tanzania TFF, na pia imewekwa bodi ya ligi ambayo iko chini ya TFF, ambao wao ndio wasimamizi wa ligi kwa ujumla wake. Sasa wao wakishindwa, hawapaswi kuruhusu serikali iweze kufanya uamuzi zaidi, serikali inaweza ikashauri. So FIFA wanaendelea kusisitiza masuala ya mpira wa miguu hayapaswi kuingiliwa na masuala ya kisiasa. Sasa tusubirie kuona hiyo ripoti itakuwaje, na tusubirie kuona huo uchunguzi ambao unaenda kufanyika utazungumza nini, na tusubirie kuona hatima yake itakuwa nini. Ingawa FIFA wamesema hapo wazi kwamba pia kwenye uchaguzi ule wa mwezi wa 8 wa kutafuta rais wa TFF na wajumbe wake watakuwepo kwa ajili ya kufanya observation, kwa ajili ya kuobserve huo uchaguzi jinsi ambavyo utaenda. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo TFF wanaonekana wameshafanya makosa mengi ambayo FIFA walikuwa na detect, walikuwa wanafuatilia kwa karibu. Sasa mara baada ya kufuatilia kwa karibu, wamezinasa kwamba kuna namna ambavyo kuna mahali pamelegalega, kuna mahali pamepwaya, na hizi timu kubwa hizi mbili Simba na Yanga wana sauti kubwa sana. Viongozi wako juu, huwezi jua nani ambaye amepenyeza hizo taarifa mpaka FIFA wao akafika hapa
huwezi jua kipi ambacho kimeonekana, lakini yote ni kwa sababu mitandao ya kijamii na nguvu. Hata kama hakuna kiongozi yote aliyopenyeza hizo taarifa au mwandishi wa habari aliyopenyeza taarifa FIFA, lakini kumbuka mitandao ya nchi yetu ina nguvu sana, na tumekuwa tukiposti sana, watu wamekuwa wakiposti wakisambaza sana, mabishano ni mengi, vurugu zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo wao pia wanaona, lakini mwisho wa siku wao ndio wenye mpira wao, na wao ndio wanaweza wakasimamia haki, kwa maana wakifuatilia kanuni ambazo zimekwisha wekewa. Tumombe Mungu tu ili jambo lisiweze kutufika pabaya, kwa sababu mwisho wa siku tupiga hatua kubwa sana mbele, tusije tukarudi nyuma, kwa maana kupoteza mpira wetu na kuanza kurudisha tena baadaye, kipindi ambako tumeanza kuila keki ya mpira. Unajua sasa hivi mpira umehype, mpira umekuwa ajira, lakini pia mpira umeweza kutanua nchi yetu, na mpira umeweza kutangaza sana nchi ya Tanzania. Simba Yanga, Simba amefika finali, Simba ameenda robo finali 7. Simba hawa wamefanya Africa Football League uzinduzi na wamecheza dhidi ya Ahali hapa. Uliona namna ambavyo walijaza mashabiki wake. Kwa hiyo tusitaki kuona mpira wetu unapotea, kwa sababu tayari gharama ilikuwa kubwa sana ya kuweza kurudisha mpira kwenye njia stahiki. Sasa tusubirie kuona hatima ya FIFA ni nini, na mwisho wa siku kipi ambacho kitaenda kufanyika, kipi ambacho kitaenda kuchukuliwa. Endelea kusubscribe na kuja na taarifa nyingine, kaa hapo hapo. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.